Imemfanya mjanja kuwa mjinga. Imemfanya mjinga kuwa mjanja. Yaliyopita kwenye shilingi. Mimi show zote ninazisimamia. Au si mjomba? Yaani kama unazeka, wewe endelea kuzeka. Lakini mshikamoo sitaki. Kumbe wewe unanizungumzia kwa mama yako. Mama amechanganya tu majina, mimi sije kuzungumzia. Nimekusamehe. Kwa kuwa nampenda sana mke wangu. Ila ukirudia tena kumpiga shangazi kitachokutokezea hautopata nafasi. Ningependa kukuuliza. Hatupo ofisini hapa kwa Labda tu niweze kupatia namba yangu, tutakuwa tunawasiliana. Itakuwa vizuri zaidi. Usijali. Tuliandika sasa hivi unaanza sana. Sasa hivi ni saa 2. Unaisa? Hivyo ndo mtoto unaweza kule? Ndio. Sawa. Baba, kwani humu ndani unaishi watu wangapi? Mimi mwenyewe sijui. Mara nyingi nikija hapa huwa naisha gazetini. Kwa hiyo ndani kwa siafahamu. Oh, Mr. Calvin. Karibuni sana. Asante sana. Karibuni. Ulikuwa umejificha kabisa ndani. Hapana, kuna kitu tunamalizia. Karibuni. Unasoma au uko kazini? Mimi niko tu nyumbani namsaidia mama majukumu ya nyumba. Vizuri sana. Vizuri. Nikuulize kitu? Chochote unaweza uliza. Una miaka mingapi? Sikutegemea kabisa kama unaweza ukauliza miaka yangu. Tuanze nawe kwanza. Una mingapi? 21. Basi unapaswa mimi kunipa shikamoo kwa sababu ni kaka yako. Una miaka mingapi? Mwezi wa 10 natimiza 25. Sasa kunizidi miaka 3 tu ndo nikusalimu? Yeah. Sina watu wengi wa kuchati nao. Kama unaniambia WhatsApp Mimi huwa sijiungi na magroup kabisa mitandaoni. I'm sorry for that. Oh. Yeah. Vyema. Labda tu niweze kupatia namba yangu, tutakuwa tunawasiliana. Itakuwa vizuri zaidi. Thank you. Natamani sana ungekuja na mke wako nimfahamu. Hata mimi natamani kwa hiyo lakini naona mambo yamejana. Basi weekend moja akiwa free, mwambie aje. Nakaribishwa sana hapa David. Asante sana. Kwa kweli sisi tunashukuru sana kwa ukarimu wako madam. Na vile vile tumekula chakula, tumeenjoy chakula, kilikuwa kitamu sana. Hongera zake mpishi. Na kama umepika wewe, basi madam unajua sana kupika. Hongera zako. Usijali kabisa. Karibuni sana. Asante sana. Ila ningependa uniite Alice. Tupo ofisini hapa kwa. Sawa. Ila mimi naona sisi twende. Okay. Basi ngoja nikakuitie mtoto wako. Maana naona leo David hataki hata kuongea na mimi. Ni yupo naye. Dave. Kwa hiyo wewe unahisi tayari ameshakukubalia, sio? Angekuwa hajakubali asingeniambia hakuna mwingine wa kumchukua zaidi yangu. Sema tu hataki kuonekana amekubali kirahisi.
Yaani nyinyi ndio wale mastreka mnaoshangilia goli kabla mpira haujaingia langoni. Wewe sema unavyoweza. Mimi hata sihangaiki na wewe leo. Sawa, Lover Boy. Wacha mimi nipumzike. Nadhani leo wewe utakesha ukikumbuka maneno ya Wema. Kwa hivi. Sawa, karibu sana. Bye mama. Sawa. Let's go. Unamwonaje wewe? Unaje kibibi? Nataka tukamtolee mahali. Unaonyesha mambo yako. Sasa hizi. Asante. Nimekuja kwa ajili ya kusaidia. Niliona tangazo. Tuliandika usaili unaanza sana. Usaili sana. Umewahi sana. Kama utojali naweza nikasubiri. Bila shaka. Kama unaenda sawa. Karibu kwenye viti vya kusubiri. Asante, ila unaweza ukanionyesha msalani wapi? Mwisho kabisa mwenyewe. Halo? Vipi ulimpata? Sawa. Nitakuja kwa mchana maana nina shida naye sana. Unajua anachoshindwa kujua ni kwamba mimi kampuni naijua vizuri zaidi. Naijua kuliko hata yeye. Naijua kabla yeye hajazaliwa wala hajazaa. Na ile kampuni ina takriban milioni 800 iko pale. Na mimi nina share 50% ambayo ni milioni 400. Sasa kitendo cha yeye kutaka milioni 250 tena kwa kukopa, alafu ananiambia kwamba haiwezekani. Wakati enza babake alikuwa hivi, nikahisi kwa sababu yeye sasa hivi ndio yupo na madaraka yamebadilika, nikajua mbatoka mbadilika, lakini kumbe najidanganya. Yes. Wanashindwa kufahamu ni kwamba mimi ni Vanessa. Na hili tutalifanya kwa gharama yoyote au pay. Sawa. Thank you so much. Wow, Angela Mshana. Poa. Twende. Samani, nawaita sasa hivi. Mshangae bro, mbaja za kibongo zile. Sasa kama ndo hivyo, kwa nini wanatangaza kwenye magazeti kama tayari watu? Mimi nimekuja hapa saa 2 asubuhi ujue. Na utaendelea kuwa hapa, watakuja watu wengine watakupita, utaingia, utabaki hapa. Huu ni upuuzi sasa. Wewe ni upuuzi. Ila upuuzi ndio sisi.
Edina. Tayari shamaliza kubeba magunia. Sawa. Edna, una tatizo gani? Mbona unaonekana kama hauko sawa? Samahani kama nitakuwa nimekukera. Sio mbaya kweli. Papai yetu ya watu kwa kuiva tai, kuiva itaiva hivi. Kama tukicha tukigonga tukicha tukimali. Yes man. Yule chizi sijui leo imekuaje yani. Chizi upi? Si Edina anaanza kuongea naye anaanza kulia mwenyewe. Yatakuwa yale mambo ya jana. Funga domo lako wewe. Mambo ya jana yapi? Tufanyeni kazi jamani. Tuche tukapunguziwa malipo na leo. Na uuliza mambo ya jana yapi? Tumeanza kufichana vitu. Tulimwahidi Edina, hatuwezi kumwambia mtu yoyote. Bana, achana na Edina. Na kuuliza mambo ya jana yapi ambayo yalotokea? Kuna jamaa jana walitaka kumbaka. Funga bakuli lako Kutale. Walitaka kumbaka? Jamaa gani? Umesharokoka sasa. Unamtizama nani? Wewe kimbele mbele, mwambie. Ngoja nikae kimya. Maana naona mimi mwenzako yani tufanyeni kazi. Kwa sababu hapa tutaongelea masuala haya mpaka tutashindwa kufanya kazi. Tutakatwa malipo hapa ndo watu mtafurahia. Tukageuze udongo tu huko. Wewe unaenda wapi? Kaa usubiri zamu yako bwana. Mimi nimefika tangu saa 2 asubuhi hapa. Yeye mkija tu mnaingia ndani. Inaweza fichua hata siri na kuficha siri. Hey yeah. Ina majina mengi. Shilingi. Inaweza fichua hata siri na kuficha siri. Hey yeah. Ina majina mengi. Shilingi. Wewe dada ni shahidi, nimekuja hapa mpaka ukashtuka. Ukija tu unaniangalia afu unachukua watu wengine. Mimi nitasubiri mpaka saa ngapi? Kama huwezi kuwa uelewe utakutia walinzi wa kutoa ndani kwa lazima. Lisa, haina haja kutia walinzi. Kama ni kweli amekuja hapa tangu asubuhi. Samahani. Na yeye nilijua ni mmoja kati ya watu ambao wamekuja kwa ajili. Wengi wanateseka kukosa thamani yote shilingi. Inavunjisha amani, inavunjisha penzi na mambo kadhaa. Na inaleta chuki, inaleta furaha na mabalaa. Inaweza fichua hata siri na kuficha siri. Hey yeah. Ina majina mengi. Shilingi. Kwa nini umeamua kuomba kazi? Sababu ni kwamba sina ajira.
hivyo nina imani nitaitendea haki kazi ambayo imetangazwa. Wasifu wako unaonyesha kwamba una experience ya kufanya kazi bwana. Unadhani una uwezo wa kufanya kazi na sisi? Ni kweli sina uzoefu, ila nipo tayari hata kufanya kazi mwezi mmoja bila malipo yoyote. Alafu ndani ya huo mwezi ninyi ndio mtakao kama mtaniajiri au la. Dogo, unadhani kwamba utaanza kazi kesho? Nataka ujue saa 2 asubuhi kutoka saa 10 mshahara wako kwa mwezi itakuwa laki 4. Una swali lolote? Hiki ni hapana. Basi tunaona kesho. Nashukuru sana. Mr. Ni kitu gani hiki sasa? Kwa kijana amefika mapokezi tangu saa 2 asubuhi. Kwa kijana amefika mapokezi tangu saa 2 asubuhi. Wakati usahili unaanza sana. Lakini bado umemkalisha mpaka mchana huu. Basi walau ungemwonea huruma na kumpa ajira. Mr. David, kazi haziendeshwi kwa kuoneana huruma. Timu ya watu watakaoajiriwa itakuwa inafanya kazi chini yao. Kwa hiyo kama mtachagua mtu asiyefaa, hilo litakuwa kosa langu mimi na litanisumbua mimi mwenyewe. Relax, Mr. John. Mr. David, sasa kama ulikuwa unajua yote haya, ulitaka kwenye usaidizi kufanya nini? Si ungefanya wewe mwenyewe? Hebu nipisha. Kwa kijana amefika mapokezi tangu saa 2 asubuhi. Kwa kijana amefika mapokezi tangu saa 2 asubuhi. Wakati usahili unaanza sana. Lakini bado umemkalisha mpaka mchana huu. Basi walau ungemwonea huruma na kumpa ajira. Mr. David, kazi haziendeshwi kwa kuoneana huruma. Timu ya watu watakaoajiriwa itakuwa inafanya kazi chini yao. Kwa hiyo kama mtachagua mtu asiyefaa, hilo litakuwa kosa langu mimi na litanisumbua mimi mwenyewe. Relax, Mr. John. Mr. David, sasa kama ulikuwa unajua yote haya, ulitaka kwenye usaidizi kufanya nini? Si ungefanya wewe mwenyewe? Hebu nipisha. Naona uzao umeshaanza kukutembelea. Uko salama lakini? Umeniita hapa kuzungumzia masuala ya umri? Hapana. Nimekuita hapa ili kukushukuru kwa msaada mkubwa ulionifanyia miaka iliyopita. Unajua watu wengi huwa hawana fadhila, lakini mimi si mmoja wapo. Hauna haja kunishukuru. Nilifanya vile kwa sababu ya shilingi. Na kaka yako alinipa vizuri sana. Hakukulipa. Laiti kama ingekulipa usingekuwa hapa na mimi leo. Sasa hivi unakuwa umekaa, umerelax, unaitumia hiyo shilingi. Unaongea sana. Na mimi wasipendi waongeaji. Nina kazi inahitaji huduma yako. Na nitakulipa vizuri kuliko James alivyokulipa maisha yake yote. Are you ready? Hapana, sipo tayari. Acha hizo shilingi zikufanye kazi yako. Shikamoo shangazi. Marahaba za mihangaiko. Salama na mshukuru Mungu. Mike. Yeah. Ninafurahi sana nikikuona umerudi na kitu nyumbani. Sawa, usijali shangazi. Vipi? Bado hujajua aliacha ule mfuko jana alikuwa ni nani? Hapana. Sijajua. Basi sawa. Acha mimi nikafuate madumu nikachukue maji. Usijali, nimeshafuata maji. Shangazi, utafuata vipi na tumekubaliana vipi? Kwamba hiyo kazi si ya kwangu. Usijali, siku moja sio mbaya. Wewe nenda kalete sufuria hapo tuchekeshe unga, tupike ugali tule. Utazeeka haraka.
Hodi hapa. Karibu mwenyekiti. Vipi kwema? Yuko wapi kijana wako? Nilikwambia Pamela, nikipokea kesi nyingine yoyote inayomhusu Michael, anakwenda jela. Matokeo yake amefanya makubwa zaidi ya yote yaliyotangulia. Mkamate. Nasikitika kwa hili, hatuwezi kuzungumza tena Pamela. Kijana wako amekwenda kijiji cha jirani, amewashambulia vijana wawili. Mmoja hadi hivi sasa ninavyozungumza na wewe yuko hospitali. Michael ndo karudi saa hizi. Toka asubuhi ametoka ameenda kwenye mihangaiko yake. Hayo mambo kayafanya saa ngapi? Alipata kazi ya kulima kwangu, lakini kazi yenyewe aliacha na kwenda kufanya hicho alichokifanya. Michael, mwenyekiti anachokisema ni kweli? I'm so happy about yesterday. Yani nashukuru sana kwa kuja nyumbani. Yeah. Inabidi nishukuru mimi kwa sababu nyinyi ndio mmenialika. Yeah, ila na mimi nitapenda sana ukija kunialika nyumbani kwako. Wewe madam atakuruhusu uje Uswazi? Na Kigoma nitamlazimisha aje huko Uswazi. Aje kupaona. Ila anyway, uliniambia Wema hana kazi, kwa hiyo kama hautojali ukipenda nimtafutie nafasi pale ofisini. Asante sana bosi. Asante sana. Lakini Wema sasa hivi anahitajika sana akae nyumbani amsaidie mamake pale unajua anaumwa. Poleni sana. Anasumbuliwa na nini? Kangu anasumbuliwa na figo. Okay, sawa. Ila anyway, ukiwa na problem yoyote please naomba uniambie ili niweze kusaidia kama utahitaji msaada kutoka kwangu. Asante sana bosi, nashukuru sana. Lakini kwa sasa hivi nashukuru Mungu kwamba hakuna tatizo lolote. Okay? Sawa. Mungu atakusaidia. Tunachokiongea sana sana. Kitemu, mimi najua unachuki sana na Michael. Lakini nakuomba, tafadhali niko chini ya miguu yako. Naomba umwekee dhamana na kuhakikisha nitakurudishia yote. Shemeji yangu, mimi pesa kwa sasa sina. Utanisamehe tu. Maana unaweza kumtolea dhamana na bado akafungwa jela. Sasa mimi pesa yangu atairudisha vipi akiwa jela? Mimi nitakurudishia. Tafadhali nakuomba. Wacha kuhangaika na huyo kijana shemeji. Wacha jela kamnyoshe kidogo, maana akitoka huko atakuwa amenyooka. Unahangaika naye kama mtoto wako. Ndo maana ina pande mbili chana zisizofanana, inaweka tofauti masikini na matajiri. Ukweli wa moyo wangu shanikosesha penzi lile la kweli. Ila naomba sitaki kubuguziwa na habari za kusikia eti nikamtolea dhamana Michael. Mtoto asiyetaka kufunzwa na mamaye, ufunzwa na ulimwengu. Na huu ndio muda wake
wa kufunzwa. Wengi wanateseka kukosa thamani, yote shilingi inavunjisha amani, inavunjisha penzi na mambo kadhaa, na inaleta chuki, inaleta furaha na mabara, inaweza fichua hata siri na kuficha siri. Hey, yeah. Ina majina mengi, shilingi. Karibu Bibi Pamela. Asante. Licha ya kazini na pengine wengi wanateseka kukosa thamani. Kashukuru ndugu yangu. Samahani kwa kuwavamia usiku. Ya, usijali ndugu yangu. Karibu. Asante. Mwenyekiti nimemkuta? Mwenyekiti yupo, ila tayari ameshaingia kupumzika. Unaweza ukaniamshia mara moja tu? Kuna jambo nataka nizungumze naye. Aliacha ujumbe wako hapa kwa kuwa alijua utakuja tu. Lakini alichoniambia ni kwamba hawezi kukusaidia kwa ile jambo la Michael. Mama Edina, wewe ni mwanamke mwenzangu. Unajua kabisa uchungu wa mtoto. Ninaomba unisaidie kwenye hili. Tafadhali. Nakuomba. Ni kweli mimi ni mzazi. Lakini kabla sijamfikiria Michael, ni lazima nifikirie mambo mangapi amefanya hapa kijijini. Na wazazi wangapi wamelia kwa kuona watoto wao wanapigwa na huyo Michael. Mama Edina, ninaomba niko chini ya miguu yako. Naomba Mama Edina. Samahani sana Bibi Pamela. Kiukweli siwezi. Kwa kuwa tayari jambo limeshafika mikononi mwa sheria. Nisamehe bure. Bibi Pamela. Ndio maana ina pande mbili tena zisizofanana, inaweka tofauti masikini na Mama, kuna nini? matajiri. Hujalala tu? Nilikuwa natafuta usingizi. Nikasikia sauti ya Bibi Pamela. Ni kweli yeye amekuja kunomba nimsaidie mwanawe. Michael. Awe nani mwingine? Mungu naye anaona. Na ndio maana wote wawili kanyima kizazi. Huyu kakao tu ndo kapata huyu mtoto mmoja, lakini anatusumbua hatari. Hivi wote angewapa watoto ingekuwaje? Michael kawaje? Nasikia kuna vijana kijiji cha pili huko kavamia kawapiga. Kwa hiyo wote wapo hoi hospitali. Hapa ninavyoongea Michael yuko mahabusu. Haya, nenda kalale. Hii nisikuamshe mara mbili kesho, usichelewe kazini. Sawa? Sawa. Shikamoo. Marahaba. Shikamoo. Marahaba, mjambo? Hatujambo. Michael kishaondoka? Kwani mjui kilichomtokea Michael? Hapana, imemtokea nini? Mara mwisho jana mlikuwa saa ngapi na Michael? Pale ofisini kwa Mkule. Kulikuwa na kazi ila akatoka kwamba kuna jambo anaenda kulifuatilia. Jambo gani? Kwa kweli sifahamu. Kwani kimetokea nini shangazi? Nyinyi ni marafiki wabaya sana. Mnajua kabisa Michael hawezi kufanya jambo lolote bila nyinyi kuwashirikisha. Lakini mnaona anaingia kwenye matatizo, hakuna hata mtu mmoja anayesema atamzuia. Shangazi, wewe amekuaje? Michael amekamatwa na askari. Na hivi ninavyozungumza amelala rumande. Amekamatwa? Afanya kitu gani? Hebu acheni kuniigizia. Mnafahamu kila kitu kinachoendelea. Butale, tuondoke. Sasa mnaondoka mnaenda wapi? Nenda katusubiri kituoni, tunakuja muda si mrefu.
Kuna nini? Hatuwezi kuongelea huko. Naomba tutoke hapo nje. Babako anaweza kuingia muda wote ule. Twende tukaongelee nje bwana. Baba leo hawezi kuja huku. Kuna nini? Tuongeleni tu hapa hapa. Michael amekamatwa na askari. Mbona mimi najua tangia jana? Unajua? Sasa mbona hujafanya jambo lolote sasa? Sasa mimi nifanye nini? Mimi ndio mtuma akashambulia watu. Unalivyoona kauli za ajabu. Edina, watu ambao Michael ameshambulia unawafahamu? Hapana, siwafahamu. Ni kina nani? Inaweza fichua hata siri na kuficha siri. Hey, yeah. Ina majina mengi. Shilingi, shilingi. Inaweza fichua hata siri na kuficha siri. Hey, yeah. Ina majina mengi. Shilingi, shilingi. Michael kajuaje? Si niliwaambia msimwambie mtu. Najua hivyo Edina. Lakini ndio limeshatokea kutokea. Cha msingi tuangalie namna gani ya kumsaidia mwenzetu. Sasa nitafanyaje? Jaribu kufanya lolote lile. Ila ni vizuri zaidi kama kujaribu kuongea na mwenyekiti. Ili aniue. Sasa atakuwaje? Kwani wewe ndio mwenye makosa? Wenye makosa ni wale waliotaka ku. Sasa nitafanyaje mimi? Fanya lolote Edina. Jitahidi kufanya lolote kumsaidia ndugu yetu. Utale. Hem, twende kitchen tukamcheki Michael. Karibu. Karibu sana. Shukrani. Unaitwa Sajo, si ndio? Ndio. Okay, vizuri. Mimi naitwa David Maro. Nitakuwa naongoza timu ambayo utakuwa ukifanya kazi chini yake. Ila kwa sasa hivi watu wengi bado hawajibiwa. Ila wewe nilikupa nafasi ya upendeleo kwa sababu nimekuwa na mtu mwenye juhudi na nia ya kufanya jambo. Na endelea kuwa hivyo hivyo, usije kuniangusha. Nashukuru sana bosi. Na kuahidi nitafanya kazi kadri uwezo wangu. Na pia usiniite boss. Tafadhali, unaweza kuniita David. Okay. Siwezi kuungana na timu nzima na kuzoeana. Hivyo moja kazi yako utakuwa unatoa mambo kutoka kwangu kwenda kwenye timu and vice versa. Okay. Una swali lolote? Ndio. Bado sijajua ofisi ambayo nitakuwa nikifanyia kazi. Na sijui mtu wa kumuuliza. Nenda chumba kinachofuata hapo, kuna mtu kamuulizia anaitwa Deborah. Huyo ndio atakupa formula nzima ya kazi ya majukumu yako wewe. Unaweza kwenda. Kitu kingine, sorry. Watu wengi hawajapenda namna nilivyokuajiri kirahisi. Hivyo usishangae ukaona wafanyakazi wanakuchukulia tofauti. Hilo sio tatizo kwangu boss. I mean David. Nia yangu ni kufanya kazi kwa usanifu tu. Na sio kufanya wafanyakazi wengine wanipende wala kunichukia. Very good. Hivi Michael, unataka niseme mara ngapi? Kwa nini unanifanyia hivi lakini? Kila napoona labda unabadilika, lakini unarudi kufanya yale yale. Samahani shangazi. Samahani yako inanisaidia nini sasa hivi? Kila siku nakushauri mwanangu, fikiria kwanza kabla ya kutenda. Haya, niambie hao vijana mlikorofishana nini? Kuna mtu alimvunjia heshima. Mtu gani? Na toka lini wewe umekuwa mlinzi wa watu wakivunjua heshima, wewe unaenda kuadhibu hao watu? Naongea na wewe. Usiponieleza ukweli nadhani nawezaje kukusaidia? Samahani mama, muda wa kuongea na mtumiwa umeshapoisha. Baba, naomba unisaidie. Dakika 5 tu nimalizane naye. Nilishakuongezea dakika 10 hadi hivi sasa.
mapema? Nataka kuzungumza na wewe mama. Kuzungumza na mimi? Ndio. Kuhusu lipi? Tafadhali naomba tuende ndani. Edina, mbona unanitisha? Kuna tatizo? Mama, naomba tuende ndani. Haya, niambie. Kuna kitu gani kinaendelea? Mama, juzi wakati narudi kanisani, kuna vijana wawili wanivamia na kutaka kunibaka. Lakini hakunifanya chochote. Una uhakika? Ni vijana gani hao? Siwafahamu. Sio vijana kijiji hichi. Lakini kabla ya kufanya chochote, Ibra na Gutaro watakana kunisaidia. Edina, sasa kwani usiniambie siku hiyo hiyo? Niliogopa mama na niliona aibu. Edina, mimi ni mama yako. Na ukisema uone aibu kwa mambo kama haya, nani utamwambia? Naomba unisamee mama, ila kuna jambo jingine. Jambo gani tena? Vijana waliojaribu kunibaka ndio vijana ambao mama walishambulia na kuwazuru. Na wote walifanya kwa ajili yangu. Edina, iko chini ya miguu yako mama. Naomba msaidie. Kwani wewe na Michael mna mahusiano gani? Hatuna uhusiano wote ule mama. Sasa itakuwaje kuhusu Sajo maskini? Sajo? Kwani mimi na mahusiano na Sajo? Wewe unaniambia juzi umemkubalia? No, sijakwambia nimemkubalia. Nimekwambia nimemwambia tuwe marafiki kwanza. Hebu acha utoto Emma. Mwanaume anapomwambia kwa umekubali kuwa na urafiki naye, akili yake najua kabisa umemkubalia. Ila basi utaje kuonekana mwepesi. Hebu acha mambo yako ya ajabu uko na wewe. Wewe una mambo ya ajabu lakini ndivyo ilivyo. Suzi, mimi moyo wangu haupo kwa Sajo. Siwezi kujilazimisha kumpenda mtu eti kisa ananipenda. Na wala sijakwambia ujilazimishe kumpenda. Ninachokwambia ni kuwa makini. Ulipo wewe na yule David ni sehemu mbili tofauti. Unamaanisha nini? Wanaume wengi wenye pesa wanaamini wanawake maskini wanawapendea pesa. Hivyo ni vigumu kuheshimu. Hivi wewe mbona unajifanya unafahamu sana mapenzi? Na pia David haumjui, kwa hiyo tusimjaji. Ni kweli, mimi simjui David. Ila na wewe huwezi kumjua kwa kumwona siku moja tu. Nina sehemu na wahi. Nataka nitoke. Aya, shoga yangu mimi sikusindikizi. Poa, sijali. Shangazi. Vipi? Nini kinaendelea? Michael mpaka sasa hivi yuko ndani. Na sina pesa kabisa ya kumwekea dhamana. Ndugu Tabu shangazi. Atatoka leo hii. Nani atamtoa? Hebu niambieni ukweli. Ni kitu gani kilimfanya mpaka wapige yule vijana? Niambieni ukweli tujue namna gani ya kumsaidia huyu mwenzenu. Nini kinaendelea?
Habari yako bwana mdogo? Salama mkuu, karibu. Asante. Naona umeshaanza kuizoea ofisi. Ndiyo, ingawa bado haijakamilika kuwa ofisi mpaka pale kutakapokuwa na wafanyakazi wote. Usijali, hilo ni swala ambalo litaisha karibuni hivi. Hivi uliniambia unaitwa nani? Mimi naitwa Sadio Mngara. Okay. Mimi naona nilichelewa kujitambulisha kidogo kwako. Mimi naitwa John Nyandindi. Ni mhariri msaidizi katika ile gazeti. Nashukuru kufahamu. Kuna jambo moja dogo nilitaka nikukumbushe, lakini nadhani ulishaongea na Mr. David kuhusu utaratibu mzima wa kazi zako zitakavyokuwa. Ila kuna jambo moja nataka nikukumbushe kidogo. Ni kwamba habari yote utakayoiandika inatakiwa lazima kwanza ipite kwangu, alafu ndio iende kwa mhariri mkuu. Vinginevyo hiyo habari haitaruhusiwa kufanywa kitu chochote kile. Yajayo kwenye shilingi. Ndani na Ibra. Join ndani. Ndani? Kwani kuna kosa sisi tumelifanya? Nasikia ulienda kumtoa Michael kituoni. Naweza kujua ni kwa nini ulifanya hivyo? Utafanya kile nitakachokuruhusu. Umenielewa? Mimi naelewa wewe ndo mkuu wangu wa kazi. Ila nimepewa mkataba. Watu kama wapo sehemu yote ile ya kazi wanakosekana.